Shalom. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea na somo yetu ya ecclesiology. Nimesema somo yetu tunaigawa katika sehemu 4. Sehemu ya kwanza tumeongelea kuhusu maana ya kanisa. Sehemu ya pili tumeongelea kuhusu msingi wa kanisa, na tunataka kuanza sehemu yetu ya 3 ya leo, jinsi ya kuendesha kanisa, na kisha tutaenda sehemu yetu ya 4, jinsi ya kuweza kupanua kanisa. Na kanisa tulisema tu ni familia ya kiroho, inatokana na lugha ya Kigiriki, Kiyunani, inaitwa ecclesiology. Maana yake familia ya watu wameitwa, wako duniani, lakini maisha yao haifanane na watu wa dunia, kama maombi ya Yesu vile aliomba katika Yohana 17. Kwa sababu naomba wako duniani, lakini wao sio watu wa dunia. Sio watu wa dunia ni kusema tuko kwa dunia, lakini maisha yetu hatuishi mfumo vile dunia inaendesha watu. Kuna watu wako duniani wanaishi katika mfumo vile system ya dunia. Tukasema namba 2, sasa sisi wenyewe tumeokoka, tumekombolewa na damu ya Yesu, ni familia ya kiroho. Na kama ni familia ya kiroho, tunakuwa na matunda ya kiroho. Tunaishi kama watu wa kiroho na hatuishi kama watu wa kimwili. Tunasema sasa hii familia ya kiroho hii imebaki hapa duniani kwa ajili ya kuweza kuandaliwa vile watafanya na Yesu harusi, na wamebaki hapa duniani kwa ajili ya kusubiri siku ya mwisho. Na sasa hii kanisa ya kiroho sisi ndio tutakuja kunyakuliwa, lakini inaandaliwa na kutengenezwa katika kanisa ya mahali, local church au eglise lokali. Kwa hiyo tunaandaliwa, tutatengenezwa katika kanisa ya mahali. Lakini nasema kusudi sasa tukaingia pointi ya pili. Kwa hiyo mahali tunatengenezwa ni kanisa ya mahali. Tukasema sasa kanisa ya mahali msingi yake vile inaanza, na tukasema kanisa inaanzishwa sana na watumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu kusudi aanzishe kanisa, Mungu anamtuma, anaenda kuanza kazi, na pale ataanza aende kutafuta vyombo, aende kutafuta viti, aende kutafuta jengo, aende kutafuta ukumbi. Lakini kitu ya kwanza mtumishi anapambana ni kutafuta watu. Ndio amri kuu ya Yesu katika Mathayo 28:19, Matthew 28:19, Matthew 28:19. Sasa enendeni duniani kote. Mbingu inatutuma duniani kote, inatuambia twende kuhubiri habari ya njema. Watakaoamini na kuokolewa watabatizwa. Na kama mtumishi wa Mungu anataka kufanikiwa, anaenda kutafuta watu, na akishapata watu, kati ya wale watu watawapata, watakuja na viti. Kati ya wale watu watawapata, atapata vyombo, instrument. Kati ya watu watawapata, atapata kiwanja. Kati ya watu watapata, atapata kila kitu kasudi kazi ya Mungu iweze kusimama. Na sasa tunataka kwenda kuangalia sasa kama mtumishi sasa wa Mungu ameanzisha kanisa. Lakini tukasema sifa ya huyu mtumishi wa Mungu anaanzisha kanisa, lazima kwanza awe mtu ametumwa na Mungu kwenda kuanza hiyo kazi. Lakini twende sasa kazi yenyewe imeanza. Twende sasa kuona kazi kanisa inajiendesha namna gani. Watu wengi wameanza makanisa, lakini unakuta makanisa inakwama. Watu wengi walifungua makanisa, kisha kufungua kanisa ilishindikana, haikuendelea. Wengine wana kanisa miaka 10 ikiwa na washirika 20, washirika 10, kanisa inadumaa, kanisa inafubaa, kanisa inakosa kupanuka. Sasa tutaenda kuona sasa vile kanisa inajiendesha kusudi uwe kanisa iliyo hai, na siku ya baadaye kule ijeko kuwa kanisa kubwa. Basi tutasoma Biblia yetu takatifu. Tutaenda kusoma katika Matendo ya Mitume sura yake ya 13. Kwa sababu ya muda nilitaka tusome 11, lakini nachukua muda, tutachukua andiko moja peke yake.
Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mlango wake wa kwanza mpaka wa 4. Act chapter 13 verse 1 to 4. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1 jusqu'à 4. Basi tutaenda kusoma maandiko. Biblia inasema, na huko Antiokia katika kanisa lilikuwepo, palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Mnigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya mfalme Herode, na Sauli. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliwaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakawekea mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Basi watu hao wakisha kupelekwa na Roho Mtakatifu, wakateremkia Selikuni, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali tumetoka kusoma maandiko katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 13 mlango wa kwanza mpaka wa 4. Tunaongelea kuhusu kanisa ya pili iliyofungulia ya mahali, na nataka kupatia stori ya hii kanisa ya pili ya mahali ilifunguliwa. Kanisa la kwanza lile la mwanzo la Jerusalem, siku ya Pentekoste watu waliokoka na kanisa ikaanza. Na kanisa ilipoanza ikapanuke ikakuwa kubwa. Na kanisa inapokuwa kubwa inakuwa baraka. Watu wote kuanzia watumishi wa Mungu, washirika, inakuwa baraka na inajenga, inakuwa familia kubwa. Na kanisa ilipopanuka, au watumishi wa Mungu wakaamua kutoka Jerusalem. Lakini ukikumbuka amri, maneno ya mwisho ya Yesu wakati anakufa na kufufuka, na akawatokea wanafunzi wake kwa mlima wa Mizeituni, alikuwa anawapatia wosia, maneno ya mwisho. Na kisha haya maneno ya mwisho Yesu alipaa mbinguni. Na unahitaji kuelewa maneno ya mwisho kwa maisha ya mtu ina nguvu kushinda maneno ya kwanza. Na maneno ya mwisho akawaambia, enendeni duniani kote. Mapenzi ya Yesu ilikuwa wanafunzi wake waende Marekani, waende Ulaya, waende Asia, wakuje bara la Afrika, waende Oceania, New Zealand na Australia, wakahubiri, wakaspray good news, wakahubiri habari njema. Lakini mitume na wanafunzi walirizika na kanisa ya Jerusalem vile imekuwa, imepanuka na kuwa baraka, fedha, kila kitu. Wakaona hawana sababu ya kutoka. Na nikwambie na nakuelezea, dhambi ni kwenda tu kinyume na neno ya Mungu. Mungu akikwambia utoke na ukikosa kutoka, unafanya dhambi. Mungu akikwambia usitoke na ukitoka, unafanya dhambi. Sasa hawa waliambiwa watembee dunia nzima, lakini wao wakarizika na kanisa moja ya pale Jerusalem. Wakarizika Wayahudi wanaokoka, wakarizika kanisa inapanuka, lakini hawafikirie mission ile walipewa ya kwenda kutangaza, kuspray good news. Biblia inasema Mungu akaruhusu, kwa sababu wako kinyume na neno ya Mungu. Na nakwambia hakuna kitu mbaya kupita kila kitu kwa maisha ya mtu, ni mtu kuwa kinyume neno ya Mungu. Kwa kukubali utumishi wa mtu ni mambo tatu, na ndio maana kwa hiyo kanisa ya Antiokia kukua ugomvi. Kwa kukubali utumishi wa Mungu kuna mambo tatu, na ndio maana kanisa ya Jerusalem hakukuwa ugomvi. Kulikuwa mitume, kulikuwa manabii, kulikuwa wainjilisti, kulikuwa wachungaji, kulikuwa walimu, na wote wanafanya kazi kwa pamoja bila kupigana, kwa sababu kutambua utumishi wa mtu ina mambo tatu. Pointi ya kwanza, umpatie nafasi afanye kazi. Kama naona mtu ni mwimbaji vizuri, mpe nafasi aimbe.
Kama naona mtu ni mhubiri mzuri, umpe nafasi ya ubiri. Kama unaona mtu ni mwimbaji mzuri, umpe nafasi ya imbe. Kama unaona mtu ni nabii, umpe nafasi, umpatie opportunity. Angalia mitume, ukisoma Matendo ya Mitume, wakati wakina Paulo wanashuka wanaenda sasa katika kila mahali, walikuwa wanakuta ushirika, wanaambia ndugu yetu, kama kuna jambo na nini ya kusema mseme, waone kile kama inaweza ikajenga, inaweza ikabariki, inaweza kuinua. Lakini kanisa ya leo ina hofu sana. Uongozi wa kanisa ina hofu na kupatia watu na nafasi ya kuweza kufanya kazi ya Mungu ndani ya kanisa. Tukishamjua mtu, tumekaa naye, tumpe na nafasi, tumsikilize anahubiri vipi, tumsikilize anaombea watu vipi, tumsikilize anaimba vipi, tumsikilize anacheza vyombo vipi, tumsikilize, kwa sababu kazi ya Mungu, vision, inatimilizwa kwa timu peke yake, haitimizwe na mtu mmoja. Na ukikuta kanisa yenyewe kuna mtumishi mmoja, jua hiyo kanisa haiendi mahali popote. Na ndio mara mingi unakuta kanisa ya mtumishi mmoja akifa, kanisa inakufa. Akisafiri, kanisa inasafiri. Akiugua, kanisa inaugua. Kwa hiyo anatumika kama yeye, na mwisho wa siku akitumika kwa mfumo hii, inageuka si kanisa, si familia, inageuka duka, mali ya mtu binafsi. Ndio ukiona anakufa, anaachia mtoto yake, inakuwa vitu ya kifamilia. Lakini sisi ni familia ya kiungu, sio familia ya kimwili, ni familia ya kiroho. Sasa Biblia inasema katika kanisa ya Antiokia kulikuwa, unasikiliza, manabii na walimu. Waliseti administration vizuri, walipatia kila mtu na nafasi yake kazi. Na kutukubali utumishi wa mtu ni mambo tatu. Pointi ya kwanza, umpatie na nafasi ya kutumika. Pointi ya pili, kisha kutumika, umpongeze. Kwa nini umpongeze? Anaweza kufanya 20% ya vitu unatarajia, anaweza kufanya 10% ya mambo unatarajia. Lakini kwa nini nimpongeze? Kwa sababu Biblia inasema, ndani ya Biblia, baba mmoja alikuwa na watoto wawili. Akamwambia mtoto wa kwanza ende kwa shamba, akamwambia baba naenda, lakini mwisho wa siku hakwenda. Akaambia mtoto wa pili enda kwa shamba, mtoto wa kwanza alimwambia enda kwa shamba, alikataa, lakini mwisho wa siku akaenda. Akaambia mtoto wa pili enda, akasema baba naenda dakika hii, lakini alikubali kwenda, lakini mwisho wa siku hakwenda. Biblia inasema Yesu anauliza, kati ya watoto wawili nani alifanya mapenzi ya baba yake? Ni yule mwenye alisema hataenda, lakini mwisho wa siku alienda. Kwa hiyo kazi unaopatia mtu afanye kanisani, maybe ungepatia mtu mwingine na anaweza kukataa kuifanya. Hasa ukimpatia mtu kazi na akiifanya, hata akifanya kwa 20%, pahali ya kumkaripia, pahali ya kumkemea, pahali ya kumkosoa, kwanza umpongeze, mwambie Mungu akubariki sana, umefanya vizuri. Lakini kesho yake ndio mwambie pale, hata kama uliimbisha, lakini kuimbisha ilihitaji kufanya hivi. Mwambie pale ulihubiri, lakini ulihitaji kufanya hiki na hiki kusudi uhubiri. Lakini namba 3, na hii ndio pointi ya 3, Biblia inasema mtendakazi ana ujira wake. Wakati unatumika na watu, hakuna mtu anaweza kulipa mtumishi wa Mungu, ni Mungu peke yake. Lakini kama natumika na watu kwa ajili ya kuatia motisha, lazima wapatie posho, wapatie posho. Kama waweze kugawa na watu 10,000, aweze kugawa na watu 10,000,000. Itakuwa makosa kanisa haitwi duka, kanisa inaitwa shirika. Ni kama shirika ya maji, ni kama shirika ya umeme, ina watendakazi wengi, na mwisho ya mwezi kila mtu anakula kulingana na kiwango yake na cheo yake. Sasa makanisa mingi hainuke na ikufanikiwa kwa sababu wale pia wanapewa nafasi ya kufanya kazi, wa viongozi wa mama, wa viongozi wa baba, wa wainjilisti, wanatumika, lakini mwisho ya siku wanawaambia Mungu akubariki, Mungu akubariki sana, sadaka yote, fungu yote ya 10, kila kitu kinapatikana kanisani, mchungaji anakula peke yake. Na ukila peke yako, usitarajie watu watasimama nawe kwa muda mrefu, watachoka.
Na ukila peke yako usitarajie kwamba hata kama watakuwa pale hawatakuwa tena wasaidizi, lakini watageuka kuwa wapinzani. Sasa kanisa ya Antiokia kama iliinuka, kanisa ya Yerusalemu kama iliinuka, ili set good governance, utawala bora. Na utawala bora inakuwa awapatie watu vyeo, wanapatia watu kazi. Na ndio nikikupa kazi naona uifanye, mwisho wa siku tunakunyang'anya kazi, kwa sababu utakuwa mzigo. Mtu anapewa kazi, ni kazi inainua kazi, lakini cheo hainue kazi. Lakini wale wanaopewa kazi, namba 1 waifanye hiyo kazi, namba 2 wapongezwe, namba 3 mtendakazi ana ujira wake. Na ikisha kuwa hivyo, utaona hiyo kazi, kiongozi wa mama anafanya kazi ya mama, kiongozi wa baba anafanya kazi ya baba, kiongozi wa vijana anafanya. Mwisho kazi ya Mungu inapanuka, kila tawi inazaa, kila tawi inazaa, kila tawi inazaa, na wataifanya na bidii. Wanajua kama tuko mwanzo. Angalia kanisa ya Antiokia, baada ya kufundishwa mwaka mzima, hatujue Barnaba alikaa na kanisa kwa miezi ngapi peke yake, tuseme tuipatie miaka 2. Kwa hiyo ilikuwa kanisa mpya, lakini hata kanisa mpya ya miaka 2 ilikuwa na uwezo ya mambo 3: kupatia watu, kila mtu afanye kila iko ndani yake, mwalimu afundishe, nabii atoe nabii, mtume afanye kazi ya kitume, mwinjilisti afanye kazi ya kiinjilisti, mchungaji afanye kazi ya kichungaji, waimbaji wafanye kazi ya waimbaji. Lakini namba 2 wanapongezwa, na namba 3 mwisho wa mwezi wanapewa posho. Kila mtu anatumika na bidii, anajua kama iko ndogo, kazi ngali changa, tunaweza upewa 10,000, tunaweza upewa 50,000. Kwa kazi ikipanuka tutapata mamilioni. Lakini mara mingi makanisa ya kiroho inafeli. Watu wanasema maono ni yake, kila kitu kinapatikana kanisani ni chake, na mwisho ya siku kazi inashindwa kwenda mbali. Nitasimamia hapa kusudi utawala vile kanisa inaendeshwa inahitaji mambo 6. Kitu ya kwanza lazima ni kazi ya kiroho, iwe na watu wa kiroho. Kitu ya pili lazima kuwe utawala bora, na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Kristo walipoanza kuwaua, hata tunaenda mbinguni lakini hatuko tayari kufa. Biblia sasa wanafunzi wakaanza kukimbia, na walipokimbia ndio wamoja wakafikia Antiokia, lakini wanakimbia wakiwa na Roho Mtakatifu, wanakimbia wakiwa na utumishi. Na walipokimbia ndio Biblia inasema wamoja wakafika Antiokia, na walipofika Antiokia wakatii maandiko ya Mathayo 28:19, wakaanza kuhubiri watu, wakahubiri watu na watu wakaokoka. Lakini watu walipookoka, habari ikaenda Yerusalemu. Hawa waliohubiri watu wakajua kabisa wao ni wanafunzi, wana uwezo ya kuhubiri, lakini hawana uwezo ya kulea. Ikabidi watume ujumbe, habari ikafika Yerusalemu, na kikao ikawekwa haraka, ikakuwa baraka kwamba watu wameokoka, kanisa ya kiroho inapatikana, bibi harusi anapatikana, watu wa kwenda mbinguni wanapatikana. Lakini hawa ni watoto wachanga wamezaliwa, kama vile Yesu alikuwa anamwambia Nikodemo, usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa hao wamezaliwa mara ya pili, walikuwa wamezaliwa ya kwanza ya baba na mama, lakini wamezaliwa sasa ya mara ya pili ya neno pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa wamezaliwa wa pili, na wale wamesababisha wazaliwe mara ya pili ni wachanga kiroho, na wao ni vijana kiroho. Wakafikiria mtu mzima wa kwenda kuwalea. Ndio Bible inasema kikao ilipowekwa Yerusalemu, wakaamua kumtuma mtu kwa jina yake Barnaba. Barnaba alikuwa na sifa 3. Maana ya Barnaba kwa lugha ya Kiyunani ni mwana wa ushauri, ni mtu anayejua kushauri watu vizuri. Kwa kwenda kusimamia watu, kwa kwenda kuongoza watu, inahitaji Mungu akupe busara sana ya kujua kushauri watu. Kuhubiri ni mzuri, kuombea watu ni mzuri,
lakini kisha kuhubiri na kuombea utakutana kila mtu anakuletea matatizo yake, na kama ujue jinsi ya kushauri watu itakuwa kitu ngumu kuweza kuwasaidia. Maana ya pili ya Barnaba kwa lugha ya Kiebrania ni mtu mwenye bidii, na ndio utakuta kanisa ya Yerusalemu ilipogrow, watu walipokuja wengi, kanisa ikutangaza, lakini Barnaba akachukua yeye mwenyewe kwenda kuuza shamba yake na akaleta hela yote kwa miguu ya mitume. Kazi mpya ya Mungu inahitaji mtu mwenye iko na bidii, lakini kando ya bidii ni mtu mwenye awe ni mtu mzuri. Kuna watu wana bidii kwa mambo mabaya, lakini Barnaba alikuwa na bidii kwa mambo mazuri. Kwa hiyo alikuwa mtu mzuri, alikuwa mtu mwema, alikuwa mtu wa upendo. Kuna watu wengi wanapenda kufanya kazi ya Mungu, lakini ni watu wabaya. Sasa unapoenda kufanya kazi ya Mungu hauko mtu mzuri, hauna upendo, hauwakilishi mbingu. Lakini sifa ya tatu ya Barnaba ukisoma katika kitabu ya Matendo ya Mitume 11 kuanzia mstari wa 19 mpaka 25, nasema alikuwa mtu mwenye imani. Unajua, tunapoenda kufanya kazi utakuta watu wako maskini, utakuta watu wako wagonjwa wa mwili, utakuta watu wa maisha ina mwelekeo. Sasa inahitaji mtu mwenye imani kubwa ya kujua kutokana na tatizo Mungu analeta jibu, kutokana na tatizo Mungu. Lakini kama una imani kubwa utavunjika moyo na kukata tamaa haraka, utashindwa kuwajenga, utashindwa kuwaimarisha, utashindwa kuwafariji. Sasa Biblia inasema sasa Barnaba alipoenda Yerusalemu, msikilize, akiwa namba 1 ni mtu mzuri. Kazi ya Mungu inahitaji kuongozwa na mtu mzuri, sio kwa sura, mtu mzuri kwa tabia. Kazi ya Mungu inahitaji kuongozwa na mtu mwenye kuna imani, kwa sababu watu wapya wameokoka, ni watu wanaona kutokana na macho ya kawaida. Inahitaji wapate mtu mwenye anaona kwa macho ya kiroho, mwenye akate tamaa, mwenye avunjike moyo, mwenye tatizo inaweza kaa mwezi mmoja, wiki moja, bado anaamini Mungu ana uwezo wa kufanya. Na Barnaba alikuwa mtu mwenye imani, lakini mtu mwenye bidii. Kazi haiwezi kujiinua wenyewe, inahitaji mtu mwenye anapatikana mwenye kuna bidii, anaifanya asubuhi, anaifanya mchana, anaifanya jioni, anaifanya usiku. Kazi ya Mungu inahitaji watumishi wa Mungu, lakini si watumishi wa Mungu wavivu. Na namba 4, Barnaba alipoenda sasa kule Antiokia akakuta hiyo kazi, akaitumika. Unakuta hapa kanisa ndio inaanza mwanzo, kwa hiyo anaweka msingi. Mtumishi wa Mungu iko moja, anapambana. Na mara mingi watumishi wale wanaanzisha kazi, mara mingi ni mitume. Unakuta Mungu anaweka karama karibu zote ndani yake, anaimbisha yeye, anahubiri yeye, anaongoza yeye, anafanya, lakini zaidi kazi inapanuka. Barnaba alipoona anapokuwa washirika wanakuwa wengi, kazi inamlemea, ilihitaji akaenda kumchukua Saul, kwa jina yake Sauli, akageuka jina ya Paulo. Barnaba alikuwa baba wa kiroho wa Sauli, aliyegeuka Paulo, akamleta. Ndio Biblia inasema wakatumika mwaka mzima. Kwa hivyo hapa bado ni watumishi wawili, uko nashimika msingi. Walipofundisha mwaka mzima, na nini wanafundisha? Watu wamjue Kristo, watu wasiwajue wao. Na baada ya kuwafundisha mwaka mzima, ndio wenyeji wa Antiokia walipowatazama na kanisa kazi yake. Nisikilize vizuri, Biblia inasema walipowafundisha mwaka mzima, si kwamba wakuwa naimba, kuimba walikuwa naimba, si kwamba wakuwa naomba, kuomba walikuwa naomba, si kwamba wakuwa nafunga, kufunga walikuwa nafunga, sio kwamba wakuwa naabudu, kuabudu walikuwa naabudu. Lakini kitu ya msingi ya maana kubwa kupita kila kitu kanisani ni watu kufundishwa. Na kanisa yenyewe haifundishe watu waweze kukomaa. Kanisa yenyewe haifundishe watu waweze enda mbinguni. Kanisa yenyewe haifundishe watu, inakuwa vigumu watu kumjua Mungu jinsi alivyo. Na baada ya kuwafundisha mwaka mzima, ndio Biblia inasema wanafunzi wakabadilishwa jina, na wenyeji wapagani wa hiyo area, wa taifa hilo wakati wa ile
hata tuna maono kubwa, hata tuna bidii, hata tuna nini, hatuwezi kufikia kile tulihitaji kufikia. Sasa Biblia hapa haiongelee cheo yao, inaongelea kazi yao. Watu Mungu anakuletea ndani ya kanisa. Kazi ya mchungaji ni kuangalia nini na nini iko ndani ya watu. Hakuna mtu mwenye Mungu amemleta kanisani bila kipaji au bila utumishi, na tutawajaribu watu kwa kila shughuli kusudi tupate kujua huyu ni nini iko ndani yake na nini haiko ndani yake. Na tukishaona na kugundua kile kiko ndani ya mtu, mtu anapewa responsibility kulingana na kile Mungu anaweka ndani yake. Lakini makanisa ya leo mara mingi kote kuona mtu kesho wewe ni mzee wa kanisa. Kwanza makanisa yote na wazee wa kanisa ni makanisa yaende mbali, kwa sababu mzee wa kanisa hana kazi. Biblia mzee wa kanisa ni mchungaji. Paulo alikuwa mzee wa kanisa, Petro alikuwa mzee wa kanisa. Lakini unapomwambia mtu kuanzia leo ni mzee wa kanisa, lakini au muoneshe ni kazi gani na gani atafanya, wewe anakuwa mzigo, anakuwa shida kanisani. Ndani ya kanisa hatukuitwa kupea watu vyeo, lakini ndani ya kanisa watu waliitwa kupeana kazi. Kanisa ya Antiokia ilishinda kanisa ya Yerusalemu. Kanisa ya Antiokia ndio likamika kanisa kubwa ya missionari, ilieneza injili dunia nzima, kwa sababu hii kanisa ilikuwa na sifa kubwa, sifa. Na kama kanisa inataka kujiendesha vizuri, kama kanisa inafikiria kupanuka, lazima kanisa ikuwe na sifa kubwa. Sifa ya kwanza iliyokuwa mbele, Paulo na Barnaba, hao watu walikuwa watu wa kiroho. Tunapoanzisha kazi ya kiroho, hata Biblia inashuhudia Barnaba alikuwa mtu amejawa na Roho Mtakatifu.